ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ربنا أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك راهبين إليك مخبتين منيبين. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا. أما بعد، tunaendelea na majlisi yetu ya pili kuhusiana na kadhia ya wazazi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tulieleza katika majlisi ya kwanza sababu za msingi zilizopelekea kuizungumzia maudhui hii ambayo kwa kweli si nyepesi, na kwa sababu hiyo ulamaul muslimin wakapendelea na wakashauri kwamba maudhui hii isizungumzwe isipokuwa pale inapohitajika, tena pamoja na kuchunga adabu na heshima kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sababu zilizopelekea kuizungumzia maudhui hii nimezitaja, lakini moja katika sababu hizo ni ule upotoshaji wa maksudi unaofanywa na baadhi ya ahlul batil, watu wa batil min as-sufiyya, ambao ni katika masufi, wanajaribu kuifanya kadhia hii
ya wazazi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ikizungumzwa kwa namna fulani ndiyo Kiislamu, na ikizungumzwa kwa mtazamo mwingine basi ni Kiwahabi. Lakini tumeona katika majlisi iliyopita kwamba wanawazuoni wa Kiislamu wamekhtalifiana kwenye mitazamo mitatu katika masala haya. Mtazamo wa kwanza ni msimamo wa wenye kuona kwamba wazazi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hawakuwa Waislamu na walikufa katika shirki. Haya nimeyazungumzia na ni msimamo ambao umesimama juu yake maulama wakubwa wa Kiislamu kwa hujja na dalili. Bali al-Imam as-Suyuti rahimahullahu ta'ala yeye amefikia kusema kwamba huo ndio msimamo wa wengi katika wanawachuoni wa Kiislamu. Na msimamo wa pili ni msimamo wa wenye kuona kuwa wazazi wa Mtume sallallahu alaihi wasallama ni watu wa peponi, na wao katika kulithibitisha hilo wamepita katika njia tofauti tofauti, na haya tutayatazama biidhnillah. Na msimamo wa tatu ni msimamo wenye kuona kwamba jambo bora na lililo salama kwa Muislamu ni kutokusema chochote kuhusu masala haya. Kwa ni misimamo mitatu, na hii niliitaja, na si masala ya uwahabi na usufi, kwamba wewe ukisema hivi ukiwa na msimamo wa kwanza basi wewe wahabi. Hizi ni fikra kama nilivyotangulia kusema zimeletwa na baadhi ya masufi hasa katika zama hizi, na mmoja katika masufi hao ni yule ambaye nimemtaja kwamba atakuwa ndiyo maudhui yetu, au tutakuwa tunamjadili yeye na hoja alizozileta, kwa sababu yeye ndiye ambaye tumemsikia akiizungumzia maudhui hii wazi wazi kwa muhadhara kamila. Naye ni kijana au shekhe kijana kwa upande wa masufi, anaitwa Mubarak Ahmed Awais. Na kabla yake tulimnukuu pia mwingine ambaye yeye alizungumza maneno mafupi ya kiujeuri akiitwa Izzuddin. Wote hawa wako Mombasa, na tuliwataja wanawachuoni ambao wamesimama kwenye msimamo huu. Kwa haraka haraka nitawarejea. Tulisema mmoja katika wanawachuoni wakubwa waliosimama kwenye msimamo huu ni al-Imamu Abu Hanifa, na wa pili ni al-Imamu Ibn Jarir al-Tabari, Imamu Ibn Jarir sahibu at-tafsir, tafsir Jami' al-Bayan. Wa tatu ni al-Imamu al-Bayhaqi الشافعي. وأنني الإمام القاضي عياض بن موسى ابن عياض اليحسبي السبتي. وتانو ني الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي، عبد الرحمن ابن علي بن الجوزي القرشي الحنبلي. وستني الإمام محي الدين أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي
الشافعي. وسابني شيخ الإسلام ابن تيمية تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني. نوناني من الإمام الحافظ المفسر عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير الدمشقي الشافعي مذهبا. na wengineo katika wanachuoni kuja baadaye kama al-Imam al-Allama Ali ibn Sultan ibn Muhammad al-Qari al-Hanafi, na mwingine ni Imam Siddiq Hassan Khan, na wengineo katika wanachuoni wa zama hizi kama al-Imam Ahmad Shakir Abu al-Ashbal na ndugu yake al-Imam Mahmud al-Shakir al-Muarrikh na wengineo. Sasa tulibakisha suala la kauli kwamba hawa wanawachuoni tuliwataja wana kauli za wazi walizozitoa kuhusiana na msimamo huu. Kwa hiyo tutazisoma kauli zao kubatilisha ile dhana inayosemwa kwamba haya ni mambo ya kiwahabi, na hili latumika kama tusi na watu wa batil wanapokuwa hawalitaki jambo, tena jambo ambalo pengine limethibiti kupitia sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakiwa wao hawalitaki, basi walipa sura ya uwahabi. Na hii ndiyo sura yao tangu hapo zamani. Hapo zamani ilikuwa hawatumii neno wahabi, lakini kila wakati kuna istilahati zake. Zamani huko nyuma, zama za Imam na kabla yao, wao walikuwa wakiwaita ahlu sunna kwa jina la hashawiyya. Hashawiyya pia walikuwa wakiwaita ahlu sunna kwa jina la mujassima. Wale mu'tazila na jahmiyya walikuwa wanawaita ahlu sunna mujassima, na haya tuliwahi kueleza huko nyuma wakati tulikuwa tukisoma darasa za aqida. Lakini kila siku zinavyozidi kusogea mbele, alqabu zinakuja tofauti tofauti na watu mbalimbali walita alqabu zao wakiwabandika ahlu sunnah wal jamaa, hasa katika masala ambayo wao hawayataki, pamoja na kwamba maandiko yako wazi katika hilo. Sina haja ya kutaka kutolea mifano juu ya mambo hayo na wala kuelezea maana za alqabu hizo walizozileta na waliowakusudia, mpaka ikawa wanawachuoni wa Kiislamu mbalimbali kina Abu Hatim, kina Sheikh Abdul Qadir al-Jilani na wengineo katika wanawachuoni wa ahli sunnah wal jamaa katika masaili ya sifat, asma wa sifat, wakatoa kauli za wazi kabisa kwamba min alamati ahli al-bid'ah al-waqi'atu ala ahli al-athari, miongoni mwa alama za watu wa bid'a ni kuwatukana watu wa athar, wale ambao hufuata mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakawaita ahli al-hadith zawamil, mujassima, mushabbiha, hashawiyya na mengineyo katika majina. Sasa katika wakati wa sasa majina haya yanafifia, baadhi yao wanajaribu kuyarudisha tena, lakini sana hivi sasa jambo lisilotakiwa litapewa sifa ya uwahabi, bali hata masaili mathalan ya mtu ifa'u liha, mtu kuweka ndevu akaziachia, wahabi huyo. Au mtu kunyanyua nguo yake, akanyanyua nguo yake ikawa iko juu ya kaabaini, juu ya vifundo viwili vya miguu, juu ya jicho la mguu, ikawa haijavuka pale. Ukinyanyua nguo yako juu na huyo wahabi na kikanzo chake kifupi, wa mawahabi na vikanzo vyao vibiku, kana kwamba kuburuza nguo ni moja katika alama ya ahlu sunna na kuinyanyua juu ni moja katika alama ya mawahabi. Imekuwa namna hiyo, na maulama wao, mashekhe wao na maduati wao wakafanya istihzai katika hilo, kwa kuwa jambo hili hawalitaki. Na kuna mifano mambo mengi ambayo yamethibiti katika Uislamu
kwa nususi za wazi wazi, lakini watu wa batili kwa sababu hawayataki mambo haya wakayapindua wakayafanya kuwa mambo ya kiwahabi. Sasa katika mambo yaliyopinduliwa yakafanywa kama jambo hili la kiwahabi ni suala la kuhusu wazazi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba hawakuwa waislamu. Sisi tunajua kwamba kuna ikhtilafu kwa wanawachuoni, lakini hujja na adilla zimekuja kwa wazi kabisa, na kundi kubwa la wanawachuoni wameelekea kwenye msimamo huo. Sasa yawaje mtu ayafanye masala haya kwa masala ya kiwahabi mpaka mtu afike kusema hao mawahabi hawana akili, hao mawahabi hawana elimu, hawa mawahabi hawajui kuifasiri maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Sisi tunajua kwamba haya ni maneno tu ya kejeli, lakini watu wakihakiki hasa mambo utakuta wao na mambo ya elimu wako mbali kabisa. Tena mara nyingine hujisifu na elimu ambazo wala hawazijui wao, kama elimu za lugha na mengineyo. Hata tutakuja kuyaona katika kuyanukuu maneno yao na hoja zao wanazileta, utaona kwamba wao ni fukara, wanatumia udhaifu wa baadhi ya maduati na baadhi ya watu ambao hawafahamu kweli lugha ya Kiarabu na misingi yake na kanuni zake, kama ndiyo njia ya kuwabeza ahli sunna wal jamaa. Lakini sisi tunajua kwamba wao ni fukara katika baadhi ya ulum, wala lugha ya Kiarabu pia hawaijui na kanuni zake, hawana elimu katika ulum za hadithi, si katika jarh wa ta'dil, wala katika ilmu ya takhrij za ahadith, wala katika ilmu za ilmu rijal. hawana maarifa haya, wala kuhakiki masaili ya kielimu, si katika usul wala katika fiqh, bali wao ni taklidi katika masaili ya kifiqh na mengineyo. Dhaifu kwao ni badia ala muhayyahu, ule udhaifu umedhihiri juu ya nyuso zao. Wako wazi kabisa kwamba ni watu wana dhaifu ya kiilmu, lakini dharau juu ya ahli sunna wal jamaa kwa sababu ya fulani na allan, haya utaona yako wazi kwao. الضعف عندهم باد على محياهم. طيب, sasa katika kufanya ta'ziz na kutilia nguvu kwamba masala haya si masala ya kiwahabi, bali ni misimamo ambayo imejengwa juu ya maandiko sahihi, na kuna kauli za wanawachuoni. Mtanukuu kauli za baadhi ya wanawachuoni wa Kiislamu, na hapa nitaanza na kauli ya al-Imamu البيهقي. الإمام البيهقي رحمة الله عليه ni maarufu kwamba ni الشافعي مذهبا. الإمام الحافظ أبو بكر ابن حسين ابن علي البيهقي الشافعي ambaye amefariki mwaka 458 hijiria, mwaka 458 hijiria, zaidi ya miaka 900 iliyopita huko nyuma. Katika kitabu chake As-Sunan al-Kubra kuna maneno amesema tutanukuu. Kadhalika katika kitabu chake Dalailun Nubuwa ameyasema maneno ambayo yako wazi, tutanukuu maneno hayo. Anasema baada ya kuitaja hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inayosema kumwambia yule mtu aliyekuja akamuuliza aina abi, baba yangu yuko wapi? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia inna abi wa abaka fi nnar, hakika baba yangu na baba yako wako motoni. Maneno haya al-Imam al-Baihaqi alipoyataja katika Dalailun Nubuwa juzu ya kwanza ukurasa wa 192 mpaka 193, baada ya kuitaja hadithi hii akasema wa kaifa la yakunu abawahu wajadduhu bihadhihi sifati fil akhirah wa kanu ya'buduna alwathana hatta matu wa lam yadinu dina Isa ibn Maryam alayhi salam. Anasema Imam al-Baihaqi, vipi wasio wazazi wake na babu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye sifa hii huko akhira,
vipi wasiwe wao katika watu wa motoni? Na hali ya kuwa wao walikuwa wanaabudu mizimu hadi wamekufa na hawakuifuata dini ya Isa bin Maryam alayhi salam. Huyo ni al-Imam al-Baihaqi ash-Shafi'i. Tena wanawachuoni wanasema kwamba mshafii yoyote ana minna kwa Shafi'i. Watu wote wanaofuata madhhabi ya Shafi'i basi wao husimbuliwa neema walioneemeshwa kwa sababu ya al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, illa al-Baihaqi, isipokuwa al-Baihaqi peke yake. Kwa nini? Wanasema kwa sababu Imam al-Baihaqi yeye ndiye amehuisha madhhabi ya Imam Shafi'i, kuhuisha ambako hakuna mfano, hakutanguliwa. Kwa nini? Kwa kazi aliyoifanya ya kukusanya kitabu au kuandika kitabu kinachoitwa Ma'rifatu Sunani wal Athar. Ameyatazama madhhabi ya Shafi'iyya na aqwali za wanawachuoni wake, kisha akafuatilia dalili kuyatilia nguvu yale waliokwenda nao Shafi'iyya. Kwa hiyo wewe ukitaka dalili, wewe rejea kitabu Ma'rifatu Sunani wal Athar, kitakupa mwongozo na kitakutilia nguvu yale waliokwenda nayo Shafi'iyya. Na mingine hukhalifu, mara nyingine hukhalifu madhhabu ya Imam Shafi'i, bali akafanya ule mukhalafa kuwa ndio madhhabu ya Shafi'i. Kwa mfano, Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala yeye haoni kuwa katika vichanguzi vya udhu ni aklu lahmi aljazur, kula nyama ya ngamia si katika vichanguzi. Imam Shafi'i hajaona hivyo, maana anasema kwake yeye hadithi haijasihi. Lau ingesihi hadithi ningeifuata, la qultu bihi, lau sahha alhadith la qultu bihi, lau hadithi ingesihi basi mimi ningeisema nikaifanyia kazi hadithi hiyo. Sasa al-Baihaqi alipokuja kuzikusanya hizi hadithi akaitaja hadithi hii, akasema qad sahha alhadith wa huwa madhhabu ash-Shafi'i, hadithi imesihi hii na haya ndio madhhabu ya Shafi'i. Sababu semesema hadithi ingesihi ningeifuata, basi hadithi imesihi na hii ndio madhhabu, haya ndio madhhabu ya Shafi'i. Ala kulli hali ametoa juhudi kubwa al-Imam al-Baihaqi katika kuyahuisha madhhabi ya Shafi'i, na wengine baadaye wakaja wakahuisha kivyao kama al-Imam an-Nawawi na wengineo. Kwa hiyo huyu ni mshafi'i, wanawachuoni wamepita zaidi ya miaka 900 huko, amefariki mwaka 458 Hijria. Anasema kwa nini wasio wazazi wake Mtume sallallahu alaihi wasallam watu wa motoni na babu yake, na hali ya kuwa wao wamekufa au walikuwa wakiabudu mizimu, wakiabudu wathan mpaka wamekufa. Yeye anathibitisha hivyo. Kadhalika kuna baadhi ya watu wanaona kwamba sasa kama ikiwa wazazi wake Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa makafiri, sasa nasabu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam itakuwaje? Haya pia tutakuja kuyataja hapo mbeleni insha Allah, katika kutaja zile hoja za upande wa wenye kusema kwamba wazazi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wamesalimika watakwenda peponi. Itakuwaje? Itakuwa hii imejeruhi nasabu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mimi nimetoka katika migongo misafi na matumbo yaliyotahara. Sasa itakuwaje tukisema kwamba watakwenda motoni, na kama ikiwa wao wazazi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wako tahara, na Qur'an atuambia innamal mushrikuna najas, sio washirikina ni najis. Sasa itakuwaje tahara? Haya pia ameyazungumza Mubarak Awis. Sasa al-Imam al-Baihaqi anasema tena katika Dalailun Nubuwa, juzuu iliyotaja na ukurasa uliotaja, anasema wa kufruhum la yaqdahu fi nasabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam lianna ankihata al-kuffari sahihatun ألا تراهم يسلمون مع زوجاتهم فلا يلزمهم تجديد العقد ولا مفارقتهن إذ كان مثله يجوز في الإسلام وبالله التوفيق. الإمام البيهقي anawaondoa shaka wale wenye kuona kwamba tukisema wazazi wake Mtume صلى الله عليه وسلم walikuwa makafiri itakuwa hiyo
unamshushia hadhi katika nasabu yake haitakuwa sawa. Nasema mimi nimezaliwa katika nikah na sikutoka kwenye sifah, sasa itakuwaje hapa? Al-Imam al-Baihaqi anasema na ukafiri wao haujeruhi kwenye nasabu ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, wa kufruhum la yaqdahu fi nasabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallama, na ukafiri wao haujeruhi, hauathiri kwenye nasabu ya Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallama. Limadha? asema li anna ankihata al-kuffari sahihatun, kwa sababu ndoa za makafiri ni sahihi, ni zenye kusihi. Makafiri wakioana wenyewe ndoa zao za sihi. Ala tarahum yuslimuna ma'a zawjatihim, kwani huwaoni wao wanasilimu pamoja na wake zao. Fala yalzamuhum tajdidul iqdi, na wala hakuwa lazimu wao kuifanya upya ndoa. Wakislimu waambiwa sasa oaneni tena upya, hawaambiwi hivyo. Kuna maswahaba wengi wameslimu wakiwa tayari washawaoa wake zao kabla ya Uislamu. Walipoingia katika Uislamu hakuambiwa tena tuwaozeshe tena upya. Ndoa zao ziliendelea, zilizingatiwa kuwa ni sahiha, ankihatuhum kama ni sahiha, na watoto wao wamezaliwa katika ndoa na hakuna ubaya wowote. Kwa hiyo hakuwa lazimu wao kuifanya upya ndoa, wala hakuwa lazimu wao kutengana na wake zao kwamba lazima mtengane nao. Kwa hiyo anachotuambia al-Imam al-Baihaqi, kama una wasiwasi kuhusiana ukafiri wa wazazi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, pingine labda hilo linaweza kujeruhi na kutia kasoro katika nasabu yake, asema la yaqdahu fi nasabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa kufruhum la yaqdahu fi nasabi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika kitabu as-Sunan al-Kubra cha huyu al-Imam al-Baihaqi, ana kitabu kingine cha as-Sunan al-Kubra, kwenye juzuu ya 7 ukurasa wa 294, juzuu ya 7 ukurasa 294, hadithi nambari 14414, hadithi nambari 14414. Anaeleza, ametaja pale babu ankihati al-kuffar wa talaqihim, au babu nikahi al-kuffari wa talaqihim. Huu ni mlango katika kitabu nikah alikuwa anazungumzia. Sasa anazungumzia huu ni mlango wa ndoa za makafiri na talaka zao. Akataja pale baadhi ya hadithi, kisha hadithi mbili za mwisho kwenye mlango huu akataja kuhusu wazazi wake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kabla ya hapo akasema wa abawahu, na wazazi wake Mtume sallallahu alaihi wasallam kana mushrikaini, walikuwa ni washirikina wawili. Hiyo mushrikaini ndio habari. Kana mushrikaini, walikuwa ni washirikina wawili. Bidalili ma akhbarana Abu Abdullah al-Hafidh, kwa dalili ya yale aliyotusimulia sisi Abu Abdullah al-Hafidh. Akaendelea kutaja kwa sanad, akaenda mpaka akafikia kusema hadithi ile ista'adhantu rabbi. Akataja kwanza hadithi inna abi wa abaka fi an-nar, kisha akataja hadithi ista'adhantu rabbi liastaghfira li ummi falam ya'dhan li. Kazitaja hizi hadithi mbili. Hadithi ya kwanza, baba yangu na baba yako wako motoni. Hadithi ya pili aliyoitaja ni hadithi inayosema nilimuomba idhini Mola wangu nimuombe maghfira mama yangu, Allah hakunipa idhini mimi, alikataliwa. Kwa hiyo hizo ni kauli za al-Imam al-Baihaqi rahimahullah ta'ala, na al-Imam al-Baihaqi si muwahabi. Imam al-Baihaqi si katika mawahabi, ni katika wanawachuoni wa madhhab ya Shafi'iyya. Labda tuambiwe sasa kuanzia leo ushafi ni uwahabi. Mwingine ni al-Imam
القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحسبي الأندلسي ambaye amefariki mwaka 544. Huyu ni katika wanawachuoni wa Spain wa zamani, wakati hiyo Spain wakati huo ina maulama wa Kiislamu na daula ya Kiislamu imesimama kule. Kwa al-Imam al-Qadhi Iyad bin Musa anasema alipokuwa akizungumzia hadithi ile ya kwenda kufanya ziara kwenye kaburi la mama yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, alipokwenda kulitembelea au kulifanyia ziara kaburi la mama yake, haja maelezo pale ambayo yanasema sababu ziyaratihi sallallahu alaihi wasallam qabraha annahu qasada quwwata almaw'idha wadhikra bimushahadati qabriha wa yu'ayyiduhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi akhir alhadith fazuru alqubura fa innaha tudhakkirukum almaut. Kisha katika baada ya maelezo haya akataja maelezo fabaka wa abka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akalia na akawaliza watu akasema hivi, bukau sallallahu alayhi wasallama ala ma fataha min idraki ayamihi wal iman bihi. Kulia kwake Mtume sallallahu alayhi wasallama ni kwa sababu ya vile zilivyompita siku zake, kwamba kumdiriki Mtume sallallahu alayhi wasallama kule alipopitwa na kumdiriki yeye Mtume sallallahu alayhi wasallama. Mtume sallallahu alayhi wasallama hakumdiriki mama yake akiwa yeye ni Mtume sallallahu alayhi wasallama, kadhalika kule kutokumwamini, kwa kuwa mama yake hakumwamini Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hilo ndilo lilomliza kitendo, jambo lilomliza Mtume sallallahu alayhi wasallam ni lipi kwenye kaburi hili? Ni kuona kuwa mama yangu mimi sikumdiriki akiwa hai na mimi nikiwa ni mtume, kadhalika sikumdiriki yeye akaniamini mimi, kwa maana kwamba hakufa katika Uislamu. Na hili linatiliwa nguvu kwa hadithi. Hapa nataka nitaje hadithi, niliwahi kuitaja hadithi hiyo katika darasa iliyopita kwa kuishiria hadithi hiyo katika kitabu hiki kinaitwa Al-Musnad. Kitabu hiki ni Musnad Imam Ahmad. Nilitaja kwamba ni juzuu 37, sahihi ni juzuu 38. Imam Ahmad ameandika kitabu volume au mujalladat, ukizihesabu kila moja iko kama hivi, zimepangiliwa vizuri, zimetokea 54, na sio kitabu kimoja kaandika. Ana vitabu vingi Imam Ahmad, lakini moja katika kitabu cha hadithi ni hiki. Kina juzuu ngapi? Kwa mujibu wa chapa hii mpya iliyohakikiwa na kina Sheikh Shuaib Al-Arnauti na Abdul Qadir Al-Arnauti na wengineo, pamoja na ishrafu ya Dr. Abdullah ibn Abdul Muhsin At-Turki, kimetoka kwenye juzuu takriban 54. Sasa katika juzuu ya 38 ambayo ni hadithi nambari 1023 hadithi nambari 1023 Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ameitaja hadithi ya Buraida radiyallahu ta'ala anhu, anasema Buraida, kunna ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fanazala bina wa nahnu ma'ahu qaribun min 1000 rakib. Tulikuwa pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam, akatuteremsha sisi, tukateremka pamoja na yeye, na hali ya kuwa sisi tu pamoja naye, wa nahnu ma'ahu, na hali ya kuwa sisi pamoja na yeye, qaribun min 1000 rakib, wanakaribia, ni wenye kukaribia sisi watu wasafiri 1000 waliopanda tu, kama watu 1000 hivi. Fasalla rak'atayn, akaswali rak'a 2, thumma aqbala alaina biwajhihi wa aynahu tadrifan, kisha akatuelekea sisi kwa uso wake
na hali ya kuwa macho yake mawili yanatirizika machozi. Wao hali na hali ya kuwa macho yake yanatirizikwa na machozi, yanabubujikwa na machozi. Faqama ilayhi Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, akasimama kumwelekea yeye Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, fafaddahu bil abi wa ummi wal akamwambia fidaka abi wa ummi. Yaqulu ya rasul Allah malak, Umar anasema ewe mtume wa Allah una nini wewe? Tasikiliza jawabu ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema amesema inni sa'altu rabbi fi istighfari li ummi, hakika mimi nilimuomba Mola wangu katika kumuombea msamaha mama yangu. Asema mimi nilimuomba Mola wangu nimuombee msamaha mama yangu. Falam ya'dhan li, hakuniruhusu mimi, hakunipa idhini mimi. Fadama'at aynaya rahmatan laha minan nar, yakatirizika machozi macho yangu kwa ajili ya kumhurumia yeye kwa sababu ya moto. Hadithi yasema hivyo, nasema kitu kilichoniliza mimi ni rahma, ninamhurumia yeye kwamba atakwenda motoni, ndicho kitu kilichoniliza mimi. Wa inni kuntu nahaitukum an thalathin, na hakika mimi nilikuwa nimekukatazeni nyinyi mambo matatu. An ziyarati alquburi, kuyazuru makaburi. Fazuruha, basi yazuruni au makaburi, mpaka mwisho wa hadithi akahitaji. Kwa hiyo utaona wazi kwamba maneno aliyozungumza al-Imam al-Qadhi Iyad yanaungwa mkono na hadithi hii, na tunapohitaji ile hadithi tutakuja kuifafanua pia kwa hadithi hii, kwa sababu tulieleza Mubarak Ahmed Awais yeye ametumia ujeuri katika kuelekeza hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana nikasema hawa watu hujifanya wana elimu sana, hawa ahlul bid'ah, hawa masufi hawa wajifanya wana elimu sana ya kuelekeza mambo usuli na nini, kujua masala ya istidlali, dalalatul alfadhi na vitu gani kufahamu, lakini hawana kitu hicho. Wengi wao ni mutashabbi'una bima lam yu'ta, kwa sababu alimutashabbi' bima lam yu'ta kalabis thawbay zur, ni watu wanajishibisha kwa kitu ambacho hawakupewa, na anajishibisha kujitosheleza kujifanya kwamba yeye anacho kitu na hali ya kuwa hana, ni kama alivaa nguo mbili feki, zitamuumbua. Sasa yeye katika kuifanyia maelezo hadithi ile istadhantu rabbi, akasema hivi. Istidlali nyingine ambayo yachekesha kwa upande, utakuta tunaambiwa dalili ya kulia mtume katika kaburi la mamake ni kuonyesha mama yake yuenda motoni na yuadhibiwa, akalia, limemchoma, limemuumiza, yani anamsikitikia mamake kuadhibiwa, ndiyo akalia. Kwa hakika ni dalili ya chekesha, unasema si dalili ya kweli, sio? Na ni dalili haiingii akilini. Sasa nataka kuuliza mimi, je, mbele ya nas kuna akili tena? Yani nafsi imekuja, kwa sababu kuna masaili mengi tu kiakili hayaji, lakini maadamu kuna nafsi sisi tunakubali. Lau kwamba mtu aamua kusema tu mkono huu bwana utazungumza siku ya kiyama, kaamua tu kusema kwa akili yake, sisi hatuwezi kukubali. Mkono utasemaje? Mbona hauna shafatani, hauna midomo miwili, mbona hakuna lisani, mbona hakuna kilimia tonge, hakuna hiki, sauti itatoka wapi? Na ulimi ndio unaozungumza. Utahoji vitu vingi, kwa sababu kuzungumza kuna mtindo fulani unakwenda mpaka, lakini utazungumza mkono, bali si mkono, ngozi itazungumza. Lakini kitu gani kimefanya sisi tuamini kwa yakini? Ni nas. Andiko limekuja na Qur'an, na maandiko mengi pia yamekuja katika sunna kuelezea ahwal za kiyama na mambo mbalimbali na tafasil za kiyama ambazo akili ilikuwa
haina nafasi. Sasa wewe ukituambia wewe kama wewe kwamba haingii akilini, akili ya nani? Na wewe una elimu nyingi mpaka zamwagika, ukujua kama kuna hadithi katika Musnad Imam Ahmad, waieleza vipi hadithi hii? Waikubali huikubali? Leta sababu kwamba mimi siikubali, tutakutajia sababu kwa nini yakubalika hadithi hii. Kwa hiyo si masala ya kiwahabi na kujifanya kwamba watu wana elimu nyingi sana za kuweza kuyapindua mambo, la. Hiyo ndio inaitwa ittiba'ul hawa, kufuata matamanio ya nafsi, na dini haiendi kwa matamanio ya nafsi. Waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah, nani? Hakuna aliyempotevu zaidi kuliko yule anayefuata matamanio ya nafsi yake pasi na mwongozo kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Anayosema Mtume sallallahu alaihi wasallam ni wahi, na haya yamethibiti. Alafu usitaka kuzigonganisha nusus ambazo haziko kwa kutumia akili yako, kwa sababu kitu fulani hukitaki. Kwa hiyo akaendelea hapo, asema hii haikubaliki na dalili haikubaliki kwa upande wa istidlali, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofariki mwanawe Ibrahimu alilia. Sasa naye Saidina Ibrahim mtoto wa Mtume naye yuenda motoni, yuadhibiwa? Kwa hivyo huwezi kusema kuwa Mtume alilia sallallahu alaihi wasallam kwa sababu mama yake yuadhibiwa. Hii haiingii akilini. Sasa utaka kuunganisha mambo ambayo hayagongani. Hapa amesema wazi nassan, fadama'at aynai, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema hivyo, rahmatan laha minan nar. Nas ni nas katika maneno, katika hii dalili hii imekuja, imetaja nasi kabisa, lafzi lake liko wazi, halihitamili maana nyingine. Macho yangu yakatirizika machozi kwa sababu, kwa ajili ya kumhurumia yeye. Huyu ni maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli ni yule ambaye hutajwa kwa sababu gani? huwa ismu limansubu alladhi yudhkaru bisababi wuqu'i alfi'li. Hii ni moja katika taarifu nyepesi za maf'ul li ajli. Ni ismu yenye kunasibishwa ambayo hutajwa kwa sababu, yani hutajwa kwa ajili ya nini? Katika kuelezea sababu ya kutokea kitendo. Kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam amelia? Asema rahmatan laha minan nar, rahmatan laha minan nar, kwa ajili ya kumhurumia yeye na moto, kwamba yenda motoni. Masala ya Ibrahim mbali hayo, hakulia kwa sababu hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam amelia sehemu mbalimbali kwa muktadha tofauti. Ibrahim amemlilia kwa kuwa ni mwanawe na ile ni rahma. Amemlilia mwingine na mahali pengine amelia, nususi hizo ziko wazi. Lakini hii ni yake nyingine na iko wazi. Kwa nini ya Rasulullah asema rahmatan laha minan nar? Kwa hiyo haifai kuchanganya mambo. Ukichanganya mambo, ikiwa yale madawa kule hospitali ukichanganya tu inakuwa sumu. Je, hizi nususi ukataka kuzikoroga ambazo hazioani kwa mahali pamoja, itakuwaje? Tutakuua, tutakuharibu dini. Sasa hili la kukoroga nususi na kuziweka mahali ambapo si pake ni baya zaidi kuliko kuyachanganya madawa kule hospitali ukawapa watu wakanywa sumu wakafa. Kwa sababu hili linasababisha dhalal, napelekea kwenye dhalala. Naudhu billahi min dhalik. Tayib, tuyahame katika nukta hii au katika kauli hii. Kauli nyingine ni kauli ya al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Al-Minhaj. Imam an-Nawawi kwenye kitabu Al-Minhaj ambayo ni sharhi ya Muslim ibn al-Hajjaj anasema fihi anna man mata fi al-fatra, kwa sababu na hili nalo kama jawabu sasa linakuja katika masala ambayo tutakuja kueleza huko mbeleni. Kuna watu wanasema, huo upande wa pili mwingine, wanawachuoni wengine wanasema, sasa kwa nini uende motoni wazazi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam
na wao hawakumdiriki mtume sallallahu alaihi wasallam wala hawakuidiriki risala, kwa kuwa wao ni katika watu wa fatra, wako kwenye kipindi ambacho hakuna nabii, ma jaahum bashirun wala nadhir, hakuwajilia wao mwonyaji mwenye kutoa bishara wala mwonyaji. Sasa mtume sallallahu alaihi wasallam alipofariki, mama yake mtume sallallahu alaihi wasallam amefariki mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa na miaka 6, baba yake amefariki mtume sallallahu alaihi wasallam hajazaliwa. Kwa hiyo hakumdiriki mtume sallallahu alaihi wasallam, na Allah anasema wala taziru waziratu wizra ukhra wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Sio hivyo? Hatakuwa sisi ni wenye kuadhibu watu mpaka tuwapelekee mtume. Sasa hawa hawakuletewa mtume, ni katika ahlul fatra, na hii ni maslaki katika zile masaliki tulizozitaja ambazo tutakuja kuzungumza moja baada ya nyingine. Nimejaribu kulitaja hili kwa sababu kuna kauli ya Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala inajibu hilo, na tumesema Imam an-Nawawi ni katika mawahabi, sio? La, si katika mawahabi. Imam an-Nawawi ni katika mashafi'i, bali ni katika wanachuoni wakubwa wa madhhabi ya Kishafi'i, tena ash'ari, ni ash'ari aqidatan. Sasa anasema hivi fihi, alipohitaji ile hadithi istadhantu rabbi, akasema maneno haya fihi anna man mata fi al-fatra ala ma kanat alayhi al-arab min ibadati al-awthan fahuwa min ahli an-nar وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة فإن هؤلاء قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء عليهم صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين. هاني منين إمام النووي رحمه الله تعالى katika kitabu kinachoitwa Al-Minhaj sharh ya Muslim bin Hajjaj, kwa sababu kuna Minhaj at-Talibin mbali, alafu kile kitabu ambacho ni sharh ya Sahih Muslim kinaitwa Al-Minhaj vile vile. Anasema kuna katika hadithi hii ushahidi wa kwamba atakayekufa katika fatra, kipindi ambacho hakuna mtume, juu ya hali ile waliokuwa nayo Waarabu katika kuabudu mizimu, atakuwa yeye ni katika watu wa motoni. Katika hadithi hii ya istadhantu rabbi istadhantu rabbi, nimemuomba ruhusa Mola wangu fi an astaghfira li ummi, kwa ajili ya kutaka kumuombea maghfira mama yangu, falam ya'dhalli, hakuniruhusu. Hadithi hii ni ushahidi wa kwamba atakayekufa katika fatra juu ya ile hali waliokuwa nayo Waarabu katika kuabudu mizimu, huyo atakuwa mtu katika watu wa motoni, watu wa fatra. Walaysa hadha muakhadhatun qabla bulughi ad-da'wa, na halikuwa hili ni kuadhibiwa kabla ya kufikiwa na da'wa. Kama wataadhibiwa hawa, si kwamba eti mbona wanaadhibiwa na hali ya kuwa ujumbe hujawafikia, na Allah anasema wama kunna muadhibina hatta nab'atha rasula. Imam Nawawi anasema si hilo, haliingii katika mlango huo. Kwa nini? Anasema fa inna haulai qad balaghatuhum da'watu Ibrahima, kwa sababu hawa Waarabu hawa wa Makka hawa iliwafikia wao da'wa ya Ibrahim, ile da'wa ya Nabii Ibrahim iliwafikia hawa, wa ghairihi min al-anbiya'i salawatullahi wa salamuhu alayhim ajma'in, na asiyekuwa yeye Ibrahim na wengineo asiyekuwa Ibrahim miongoni mwa mitume salawatullahi alayhim wa salawatullahi ta'ala wa salamuhu alayhim ajma'in. Tumeelewana? Kwa hiyo usiitumie aya ya kusema wama kunna muadhibina hatta nab'atha rasula ukaitafsiri aya hii kwamba yawahusu watu wa Makka. La,
hapana. Imam an-Nawawi anasema hapana, hawa dawa ya Ibrahim iliwafikia, na ushahidi wa kwamba dawa ya Ibrahim imewafikia na wataadhibiwa wale waliokwenda kinyume na dawa ya Ibrahim ni alhadithu alladhi akhrajahu ash-shaykhan, ni hadithi aliyopokea al-Imam al-Bukhari na Imam Muslim katika sahihi yake inayomhusu Amr ibn Amir al-Khuzai. Bwana huyu ndiye aliyeleta masanamu kutoka Sham. Alipokwenda Sham kule akawakuta watu wanaabudu masanamu, yaakufuna ala asnami lahum, wamekaa wanaabudu masanamu yako. Na mbona hii dini nzuri, kule sisi hatuna masanamu yako, wakati watu wanaabudu wanafuata mila ya Ibrahim. Makka akachukua masanamu akayaleta Madina, katika mji wa Makka, akaanza kuabudu washirikina. Kuna baadhi ya watu wakamfuata katika hilo. Sasa lau ingelikuwa wama kunna muadhibina hatta nab'atha rasula, kwamba yawakusudiwa hawa watu wa Makka, basi huyu asingeadhibiwa. Mtume صلى الله عليه وسلم asema nimemuona katika moto katika alipokwenda katika Mi'raj. Ala kulli hali Mtume صلى الله عليه وسلم alimuona Amr ibn Amir al-Khuzai anaburuta utumbo wake katika moto. Mtume صلى الله عليه وسلم alimuona mtu huyo. Kadhalika Bibi Aisha radhiyallahu ta'ala anha aliwahi kumuuliza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuhusiana na mtu mmoja kiitwa Ibn Jud'an. Huyu bwana alikuwa katika jahiliya, ni mtu mkarimu sana, alikuwa na mahasinul akhlaq karibu zote zimekusanyika kwake. Yasilur rahim, yut'imul miskin. Akamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, je, hilo litamnufaisha? Qala la yanfa'uhu, akamwambia hilo halitamnufaisha. Innahu lam yaqul yawman rabbi ighfir li khati'ati yawm ad-din, wal hadith akhrajahu Muslim. Bwana huyu hajawahi kusema hata siku moja, Mola wangu nisamehe makosa yangu siku ya malipo. Hakusema hivyo hata siku moja. Hajawahi kutamka kusema rabbi ighfir li khati'ati yawm ad-din, Mola wangu nisamehe makosa yangu siku ya malipo. Hajasema hata siku moja. Hakufuata mila ya Ibrahim. Na hiyo wama kunna muadhibina hatta nab'atha rasula iko hapo hapo. Mwingine katika Mtume صلى الله عليه وسلم alimuona kwamba yuko motoni siku alipokuwa akiswalisha salatul kusuf. Maana Mtume صلى الله عليه وسلم alipokuwa akiswalisha swala ya kupatwa kwa jua, akafunguliwa kila kitu, akawa anaiona pepo na anauona moto. Watu wanaswali, Mtume alinyosha mkono, alikuwa ataka kuchukua kitu mbele yake. Ya Rasulullah, vipi, mbona baada ya swala yani tukuona mnyosha mkono? Anasema niliziona zabibu za peponi, nikataka kuchuma. Zingechumwa mngekula mpaka mwisho wa dunia. Kadhalika kuna wakati ndani ya swala hiyo Mtume صلى الله عليه وسلم alionekana arudi nyuma, kama akimbia arudi nyuma. Sasa wakamuuliza, vipi ya Rasulullah? Anasema niliuona moto. Sasa katika mambo aliyoona Mtume صلى الله عليه وسلم, alimuona mtu mmoja sahibul mihjan. Kuna bwana mmoja alikuwa na kigovya. Huyu bwana katika haji ana mti wake mrefu hivi, alafu una kigovya hivi. Sasa akipita akiegesha kile kigovya namna hii. Saa nyingine mtu akipita na nguo yake yanasa pale, mwenyewe akiona samahani baba, bahati mbaya bwana, nguo yako. Kama hakuiona ndo khalas imeshakwisha yake hiyo. Niko kaza kuibia watu. Sasa Mtume صلى الله عليه وسلم asema mimi nimemuona motoni kwa sababu kana yasriqul hajj bimihjanihi, akiwaibia watu mahujaji na kigovya chake. Yasriqul hujjaj
ala kulli hali, yote haya yanafahamisha ya kwamba watu wa Makka walikuwa katika mila na dini ya Ibrahim. Ndio maneno ya Imamu An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, haya tuliyosoma sasa hivi na yarudia tena, fihi anna man mata fil fatrah ala ma kanat alayhi al-arabu min ibadati al-awthani fahuwa min ahli an-nari. Kuna katika hadithi hii yani ushahidi wa kwamba atakayekufa katika fatra, katika kile kipindi ambacho hakuna mtume, juu ya hali waliokuwa nayo Waarabu, hiyo katika fatra, alafu katika ile hali waliokuwa nayo Waarabu katika kuabudu masanamu, kuabudu mizimu, atakuwa yeye ni katika watu wa motoni. Kwa hiyo watu kama kina Waraka ibn Nawfal, habari yake mnaifahamu katika Sahih Muslim, Sahih Bukhari, hadithi iko wazi, kisa cha Mtume sallallahu alaihi wasallama baada ya kujiwa na Jibril katika ghar Hira, akarudi nyumbani, akamwambia mke wake, akamwambia watu wake, zammiluni, fazammaluhu, kisha akawaeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam habari aliyoyaona. Bibi Khadija radhiyallahu ta'ala anha akamwambia twende, akamchukua akampeleka mpaka kwa Waraka bin Nawfal, wa kana rajulan a'ma qad tanassar, alikuwa ni mtu kipofu dhariran, na alikuwa amekuwa mnasara, amefuata dini ya Isa. Kwa hiyo katika mila haabudu masanamu, yeye katika mila ya Ibrahim. Wakaenda wakamwelezea habari zile na kisa kinafahamika. Ni hadithi tumeisomesha hapa katika Sahih al-Bukhari. Kwa hiyo wako katika watu wa Makka waliokuwa katika dini ya Ibrahim, lakini hadithi hii ya kuonyesha kwamba mama yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume hakupewa ruhusa ya kumwombea maghfira, ni ushahidi wa wazi kwamba amekufa katika shirki. Watasema mbona vitabu vya sira havijataja, mbona vitabu vya tarikhi havijaelezea kwamba hata siku moja labda aliabudu sanamu Amina au Abdullah, mbona havijataja? Kwani katika masadir za Kiislamu, zile maratib za masadiri ya Kiislamu, zipi zitangulizwa, zipi zicheleweshwa? Na hili nalo ni tatizo jingine kubwa ambalo linawakumba watu wengi wanaosoma pasi na kujua mifumo ya usomaji wa elimu. Mtu aweza akaja akataja masala haya, kasema Muhammad Abdu kwenye gazeti lake gani sijui, amesema Rashid Ridha kwenye gazeti fulani, amesema Jamaluddin al-Afghani kwenye sehemu fulani, amesema al-Aqadi katika sehemu fulani, na mwingine akanukuu labda amesema mwenye Muruju Dhahabi, mwingine amesema bin Jariri katika tarikh Tabari, tarikh al-umam wal muluk. Tayib, kwanza kabla hujikimbilia huko, liangalie suala hili katika kitabu, liangalie suala hili katika sunna, na zile masadiri za sunna pia zinatofautiana kwa daraja. Kabla hujikimbilia kwenye maraji, rudi katika masadiri kwanza. Huwezi kusema hadithi hii ameipokea al-Imam an-Nawawi katika Riyadhus Salihin. Irham nafsak ya walad. Au ametaja hadithi hii, ameipokea hadithi hii Imam Suyuti katika al-Jami' al-Kabir au Jam' al-Jawami'. Irham nafsak. هذه كلها مراجع وليست بمصادر. kwa masadir ni kama vile al-kutubu sita, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Jami' at-Tirmidhi, Sunan an-Nasa'i zote mbili, al-Mujtaba na al-Kubra, Sunan Ibn Majah. Kadhalika unataaddu, unasogea tena kidogo mbele, Musnad Imam Ahmad, masanid. Kadhalika baada ya hapo kuna sihah, jawami', kuna masanid, kuna mustadrakat, kuna maajim, kuna mustakhrajat.
vitabu vinakwenda kwa daraja, unakwenda hivyo hivyo. Kuna vitabu ukitaja tu yaonyesha kwamba hadithi hiyo ni dhaifu au maudhu, kwa sababu ndio madhina ya hadithi dhaifu. Mfano hadithi hii ameitaja Dailami katika Musnadul Firdaus pia, walakini hapa hadithi hii ameitaja Al-Uqayli katika Dhuafa. Weka nukta hapo, weka vizuri, weka alama mshangao, na hasa ikiwa umetafarradi naye na vinginevyo katika vitabu viko vingi, viko katika darajati. Sasa usiseme kwamba mbona vitabu vya tarikhi havijataja kwamba kuna siku walisujudia sanamu. Havikutaja, lakini utosheki na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Awala taktafi bikalami rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, utosheki wewe na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipozungumza, nimemuomba msamaha, nimemuomba idhini Mola wangu nimuombee msamaha mama yangu, hakuniruhusu. Utosheki na maneno haya? Utosheki na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema inna abi wa abaka fi nnar? Utosheki na maneno haya mpaka uone katika tarikhi ya Tabari, sio? Kwa hiyo huku ni kutaka kupindua, ni kufanya mapinduzi katika vitabu vya elimu. Kwa hiyo haya ndio ambayo nilikuwa nimekusudia kuyaleta leo kwenye darasa yetu, kwamba masala haya si masala ya uwahabi, ni masala yapo katika vitabu vya ahli sunnati wal jamaa kwa mujibu wa ahadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na aqwali za wanawachuoni wenye kutegemewa. Na yoyote anayepindua masala haya na mengineyo ambayo wanawachuoni wameelezea akayaleta katika sura uwahabi, basi fahamu kwamba ima yeye sufi au shia, imma sufiyun au rafidhiyun, wala khaira fihima. Hawana khairi watu hao. Kwa hata mashia wanapolizungumzia swala hili hulizungumzia kama suala la kiwahabi. Wakina Ibn Taymiyyah na kina Ibn al-Qayyim ndio wanasema haya, wakina Ibn Baz na kina Albani wanaficha mambo mengine. Lakini masala yalivyo si masala ya uwahabi, kwamba eti mawahabi hawakusoma, hawana elimu, mawahabi hawajui kufasiri maandiko. Hayo ni matusi kwa maulama wa Kiislamu kwa sababu ya kufuata hawa ya nafsi. Kwa leo tutaishia hapa biidhnillah alkarim. Tutakuja kuangalia sasa upande mwingine wa wanawachuoni wengine na dalili zao, kwa sababu tumesema kuna masaliki 5. Maslaki ya kwanza ni maslaki wenye kusema wazazi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni katika watu wa fatra, kwa hiyo hawawezi kwenda motoni. Wama kunna muadhibina hatta nab'atha rasula. Maslaki ya pili wanasema inna ad-da'wata lam tablughuhuma, da'wa haikuwafikia. Na haya ni maslaki mengine mbali, lakini ukiyatazama kwa undani utakuta ndio yale yale ya kwanza. Maslaki ya tatu inna allaha ahyahuma fa amana bihi. Kuna kauli inayosema wanawachuoni kwamba Allah aliwafufua wakamwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam, na haya yako juu yake. Kuna baadhi ya wanawachuoni wameyashikilia. Jambo la ajabu, Imam Suyuti kwenye vitabu vyake 6 alivyoviandika kuhusu masala haya, kwenye kitabu Masalikul Hunafa fi Islami Walidai Mustafa, kila maslaki inayotajwa ya kuhakikisha kwamba wazazi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hawako motoni, yeye aunga mkono, pamoja na kwamba ukitazama kwa ndani kabisa baadhi yake zina tanako, zinagongana. Mfano anasema, ukisema kwamba walikuwa ni katika watu wa fatra, sio? Walikuwa ni katika watu wa fatra, hawakujiliwa na Mtume sallallahu alaihi, hawakujiliwa na mtume yeyote. Kadhalika ukisema kwamba hakuna dawa iliyowafikia, si ya Ibrahim wala ya Isa wala ya Musa wala ya Isa wala ya Muhammad alayhi msalatu wassalam, alafu ukasema Allah alikuja akawahuisha. Alafu maslaki mingine kwamba walikufa kwenye tauhid, hapa pana mgongano, huwezi kuthibitisha. Na Imam Suyuti yote kayathibitisha haya, lakini yeye ameshika mahali kwamba vyovyote iwavyo wao ni watu wa peponi. Kwa maslaki yote itakayokuja yeye anaiunga mkono kwamba wao ni watu wa peponi tu, hawezi kuwa watu wa motoni. Kwa
Kwa maslaki ya tatu kwamba Allah aliwahuisha wao na wakamwamini mtume. Na maslaki ya nne ni kwamba annahum yumtahanun yawm alqiyamah wa yuwaffaqani 'inda alimtihan, kwamba wao watapewa mtihani siku ya kiyama na watapewa taufiki ya kujibu siku ya kiyama. Msimamo huu sana ameunga mkono al-Imam al-Hafidh ibn Hajar. Lakini wenye kusema hivi walikuwa watakiwa wasema kweli walikufa katika fatra na hawakuwa katika Uislamu. Kwa hiyo itakachopatikana watakuja kupewa mtihani siku ya kiyama, kwa sababu kuna hadithi ya mtihani kama tulivyoeleza kwamba kuna watu watapewa mtihani. Mfano viziwi, mtu amekuja duniani kiziwi, hasikii chochote, haelewi chochote katika mambo yanayojiri duniani. Mwenda wazimu au Uislamu, mtu umekuja umekuta mzee kabisa. Wako watu wa aina hiyo, wazee hawaelewi, hawajui kitu, mtu hajui chochote, kishakuwa kikongwe kabisa, amekongoroka. Huwezi kumwambia badiliki, habadiliki kabisa illa yasha Allah. Kadhalika kuna watu hawakujiliwa na mtume, kwa hiyo watakuta kutoa hoja siku ya kiyama, ya Rabbi waniadhibu mimi na wakati nilikuwa sisikii, sijui kinachoendelea. Mwingine, ya Rabbi mimi nilikuwa sina akili, ya Allah. Mwingine, ya Rabbi mimi Uislamu umekuja, mimi nishakuwa mzee, sijui kitu, ya Rabbi mimi sikujiwi na mtume. Watapewa mtihani watu hawa siku ya kiyama. Allah atawawekea moto mbele yao, wataambiwa ingieni motoni. Watakaoingia katika moto, basi moto utakuwa ni bardan wa salaman alaihim, na watakuwa wamemtii Allah na wao watakwenda peponi. Wale watakaogoma, sisi hatueni bwana, mimi bwana, akagoma mtu huyu, atakwenda motoni. Sasa al-Imam al-Hafidh ibn Hajar anasema katika masaliki zilizopo, hawa watapewa mtihani siku ya kiyama. Wazazi wa mtume sallallahu alaihi wasallam yumtahanani yawma al-qiyama wa yuwaffaqani, na watawafikishwa wao inda al-imtihan. Na maslaki ya tano ni kwamba wao walikuwa ni muwahhidin, annahuma kana muwahhidaini ala millati Ibrahima, walikuwa ni wenye kumpokesha Allah katika mila ya Ibrahim. Kwa hiyo tutakuja kuzungumza inshallah kwenye darasa ya kesho maslaki ya kwanza na ya pili na ya tatu na mengineyo. Itakuwa huo ni msimamo wa watu wa upande wa pili. Ndio darasa ya mwisho tutakayofanya ni kuhusiana na wazazi wa kuhusiana na Ibrahim, kwa sababu katika masala haya pia anapotajwa hutajwa swala la Nabiullah Ibrahim, kwa sababu kumekuja msimamo wa kusema kwamba wazazi wa mitume wote walikuwa ni Waislamu, mpaka baba yake Ibrahim alikuwa Muislamu. Na inapotajwa aya idh qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliha, tunasema Azar si baba yake mtume, si baba yake mtume Ibrahim, baba yake ito Tarikh. Huyu Azar huyu ni ammi yake, na neno ab limetumika kwa maana ya am, yani ammi watumgitu ab, wakaleta maelezo mengi. Na msimamo huu umeshikwa na Mashia na Masufi, nao wameurithi msimamo huu, na baadhi ya wanawachuoni wameutaja, lakini hauko katika sawa. Tutakuja kuelezea biidhnillah الكريم. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.